Katika upeo wa macho wa bahari unaogusa mipaka ya historia na hatima ya dunia, palipo mlango wa Hormuz, kumekuwa na mchezo wa nguvu unaochezwa si kwa risasi pekee, bali kwa maneno, ishara na maamuzi yanayobadilika kwa kasi ya radi. Ndani ya saa 24 tu, dunia imeshuhudia simulizi isiyo ya kawaida ya matumaini yanayochipukia ghafla na kuzimika kwa ghafla zaidi, ya kauli zinazokinzana na ya ukweli unaobadilika kila baada ya dakika chache. Huu si mkusanyiko wa matukio tu, bali ni hadithi ya nguvu mbili kubwa zinazokutana uso kwa uso, kila moja ikijaribu kusukuma mstari wake mbele bila kupoteza heshima wala ushawishi wake katika jukwaa la kimataifa. Hii ni Force News Tanzania, mimi ni Justin Kosan. Yalianza kama mwanga hafifu wa matumaini. Ilikuwa takribani saa 7 kwa mujibu wa masaa ya GMT siku ya Ijumaa, pale waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alipotoa tamko lililosikika kama pumzi ya afueni kwa dunia iliyokuwa imebanwa na hofu. Kwa maneno yaliyochongwa kwa uangalifu, alitangaza kuwa mlango wa Hormuz uko wazi kabisa kwa kipindi kilichosalia cha usitishaji mapigano. Kauli hiyo ilisambaa kama upepo mkali katika masoko ya dunia, kwenye vyumba vya habari na katika meli zilizokuwa zimesimama zikisubiri hatima yao. Ilionekana kana kwamba hatimaye, baada ya misuguano na vitisho, lango la matumaini lilikuwa limefunguliwa, hata kama kwa muda mfupi. Lakini kama ilivyo kwa mawimbi ya bahari, utulivu huo haukudumu. Dakika chache tu baadaye, kutoka upande wa pili wa dunia, sauti ya rais wa Marekani Donald Trump ilivunja ukimya huo kwa namna ya kipekee, kwa neno moja tu la shukrani, yani thank you. Alitoa ishara ya kukubali, lakini hapo hapo akalipaka doa la masharti. Alisisitiza kuwa kile alichokiita blockade ya Marekani dhidi ya Iran ingeendelea kusimama imara kama ukuta usiovunjika hadi pale makubaliano kamili yatakapofikiwa. Ilikuwa ni kauli iliyobeba tabasamu upande mmoja na tishio upande mwingine, diplomasia yenye kivuli cha nguvu ya kijeshi nyuma yake. Katika muda huo huo, bahari haikusubiri tafsiri za wanadamu. Mawimbi yaliendelea kusukuma meli, upepo ukiendelea kuvuma na rada za kisasa zikiendelea kufuatilia kila harakati ya chombo kinachothubutu kuikaribia njia hiyo nyeti. Mlango wa Hormuz umebeba uzito wa zaidi ya jiografia. Ni kiungo kinachounganisha nishati ya dunia, uchumi wa mataifa na usalama wa kimataifa. Ndani ya njia hiyo nyembamba, meli za mafuta hubeba matumaini ya viwanda, safari za anga na hata maisha ya kila siku ya mamilioni ya watu wanaotegemea nishati hiyo. Hivyo basi, kauli moja ya kisiasa inaweza kubadilisha sio tu mwelekeo wa meli, bali pia mwelekeo wa uchumi wa dunia nzima. Wakati dunia bado inajaribu kufasiri ujumbe wa Trump, jukwaa la kimataifa lilipanuka zaidi kutoka Ulaya. Sauti za viongozi wakubwa zilijiunga katika simulizi hili linalozidi kuwa tata. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer pamoja na Rais wa Faransa Emmanuel Macron walitangaza azma ya kuunda ujumbe wa kimataifa wa kulinda uhuru wa usafiri wa majini katika eneo hilo. Ilikuwa ni hatua ya kuonyesha kuwa Hormuz sio swala la Iran na Marekani pekee, bali ni kiini cha maslahi ya dunia nzima. No discussion about that. I disagree with them on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Look at what happened with this type of operation in Iraq, in Afghanistan, in Libya. We never delivered. Never. Even after 20 years. So you have to respect the sovereignty of people. If people want to change a regime. Mataifa zaidi ya 40 yalihusishwa katika mazungumzo hayo, yakionyesha jinsi mvutano huu ulivyovuka mipaka ya kijiografia na kuwa swala la kimataifa linalogusa kila kona ya uchumi na usalama. Lakini simulizi hii haikuishia hapo. Usiku ulipoingia, upepo wa matumaini uligeuka kuwa dhoruba ya maneno makali. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf alijaribu kwa ukali usio na kificho. Aliyaita madai ya Trump kuwa ni uongo mtupu, akisema kuwa ndani ya saa moja madai 7 yalitolewa na yote hayakuwa na msingi. Zaidi hapo, alitoa onyo lililobeba uzito wa maamuzi ya kijeshi. Ikiwa Marekani itaendelea na shinikizo lake, basi mlango wa Hormuz hautabaki wazi tena. Ilikuwa ni kauli iliyorejesha hali ya taharuki, ikionyesha kuwa nyuma ya pazia la maneno ya kidiplomasia bado kulikuwa na moto unawaka. Katika giza la usiku, satellite zilikuwa macho, rada zikichunguza kila mwendo na wachambuzi wa usalama wakitafakari kila neno lililotamkwa. Huu ulikuwa mchezo wa akili na mikakati, ambapo kila upande ulikuwa unajaribu kusoma hatua ya mwenzake kabla haijachukuliwa.
Iran, ikiwa na uzoefu wa muda mrefu wa kukabiliana na vikwazo na shinikizo la kimataifa, ilionekana kucheza mchezo wa kusubiri na kujibu kwa tahadhari. Marekani kwa upande wake ilionekana kusimama kwenye msimamo wa nguvu, ikiamini kuwa pressure inaweza kuleta matokeo yanayotakiwa. Asubuhi ilipochomoza siku iliyofuata, macho ya dunia yalielekezwa baharini, si kwa kauli tena bali kwa vitendo. Takwimu kutoka mifumo ya ufuatiliaji wa meli zilionyesha harakati za baadhi ya vyombo vikijaribu kuvuka mlango huo. Ilikuwa ni dalili kwamba angalau kwa muda mfupi ahadi ya ufunguzi ilikuwa imeanza kuzaa matunda. Meli zilianza kusogea kwa tahadhari, kana kwamba zinapima kina cha maji kabla ya kuingia kabisa katika safari yao. Lakini matumaini hayo yalikatizwa kwa ghafla. Ndani ya muda mfupi, vyombo vya habari vya Iran vilitangaza kuwa jeshi limeanza tena kudhibiti mlango wa Hormuz. Kauli hiyo ilikuwa kama radi inayopiga bila onyo, ikivunja ukimya wa matumaini yaliyokuwa yameanza kujengeka. Ndani ya dakika chache, picha za kidijitali zilianza kusimulia hadithi tofauti kabisa. Meli zilizoanza safari zilionekana kubadilisha mwelekeo, zikigeuka kama wanyama waliogundua hatari mbele yao. Miongoni mwa matukio yaliyochukua macho ya wengi ni ule wa meli ya mafuta ya Minerva Europe iliyobeba bendera ya Ugiriki, ambayo ilionekana kufanya mzunguko wa ghafla katika safari yake. Tukio hili lilikuwa zaidi ya picha ya kawaida, ilikuwa ishara ya namna dunia ilivyo chini ya ushawishi wa maamuzi ya kisiasa. Meli hiyo haikubadilisha tu mwelekeo wake, bali ilibeba ujumbe kwa dunia nzima kwamba katika maji ya Hormuz hakuna safari iliyo na uhakika wa mwisho wake. Katika upande mwingine wa eneo hili lenye mvutano, kulikuwa na dalili ndogo ya utulivu. Makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon kati ya Israel na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran yalionekana kushikiliwa angalau kwa muda. Hali hii ilitoa pumzi ndogo ya matumaini kwa wale wanaoamini katika nguvu ya diplomasia. Ingawa kulikuwa na taarifa za matukio madogo ya ukiukwaji, kwa ujumla hali ilionekana kudhibitiwa. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa utulivu huo haupaswi kuchukuliwa kama suluhisho la kudumu. Badala yake ni nafasi ya muda mfupi ambayo inaweza kutumika kujenga mazungumzo ya kina zaidi katika siasa za kimataifa. Mara nyingi vipindi vya utulivu hutumika kama daraja la kuelekea ama makubaliano au mzozo mkubwa zaidi. Katika picha kubwa, kinachoonekana ni dunia iliyosimama kwenye mstari mwembamba kati ya matumaini na hofu. Upande mmoja kuna juhudi za kidiplomasia, mikutano ya kimataifa na kauli za kutafuta suluhisho. Upande mwingine kuna vitisho, maonyo na uwezekano wa hatua za kijeshi. Iran inaendelea kutumia mlango wa Hormuz kama karata yake kuu ya kimkakati, huku Marekani ikionyesha nguvu yake kupitia shinikizo la kiuchumi na kauli za kijeshi. Kwa mataifa mengine, hasa yale yanayotegemea mafuta kutoka Mashariki ya Kati, hali hii ni ya wasiwasi mkubwa. Bei ya mafuta inaweza kupanda ghafla tena, gharama za usafirishaji zinaweza kuongezeka zaidi na uchumi unaweza kuyumba. Hii inaonyesha jinsi tukio moja katika eneo moja linaweza kuwa athari za kimataifa. Na hapo ndipo uzito wa simulizi hii unapojidhihirisha. Huu si mzozo wa kawaida, bali ni hadithi ya dunia inayojitafuta katikati ya mvutano wa nguvu. Mlango wa Hormuz umegeuka kuwa kioo kinachoakisi hali halisi ya siasa za kimataifa zisizotabilika, zenye mvutano na zenye uwezo wa kubadilisha historia kwa muda mfupi. Katika ukimya wa bahari na kelele za kauli za viongozi, swali linaendelea kubaki bila jibu la haraka. Je, huu ni mwanzo wa makubaliano makubwa yatakayorejesha utulivu, au ni utangulizi wa dhoruba kubwa zaidi inayosubiri kulipuka? Dunia inaendelea kutazama, kusikiliza na kusubiri, ikijua kuwa katika maji ya Hormuz kila wimbi linaweza kuwa mwanzo wa hadithi mpya, na kila uamuzi unaweza kubadilisha mkondo wa historia ya milele. Hii ni Force News Tanzania. Mimi ni Justin Kosan.